Tukuu mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea kwa nguvu, huku mamlaka za Iran zikisema zaidi ya watu 1045 wameuawa tangu Jumamosi mashambulizi yalipoanza. Nimezungumza na mchambuzi na mkazi wa Tehran, Iran, Abdullah Fattah Musa, anayeshuhudia hali nchini humo, na amenielezea shambulizi kubwa lililofanywa jirani na alipokuwa. Ilifanyika karibu kabisa na jengo la ofisi yetu, na lilitokea katika hali ambayo tulihisi kama kwamba limetokea tetemeko la ardhi, kwa sababu hapa ni pahala ambako panatokea sana matetemeko ya ardhi na tumeshawahi kushuhudia hali hiyo, lakini lilikuwa ni tetemeko la kutisha kiasi kwamba vioo vya jengo lote vilikuwa vikitikisika vibaya sana, na tulitoka katika hali ya taharuki kubwa sana ili kuweza kunusuru maisha, kwa kuhofu kwamba pengine linalokusudiwa kulengwa hasa ni lile jengo ambalo sisi tulikuwa ndani yake. Lakini tulipotoka tukaona kwamba ni shambulio lililofanywa katika maeneo ya kando kando ya jengo la ofisi, na tulichoshuhudia ni moshi mwingi tu ulikuwa ukifuka nje, ingawa baada ya hapo pia sauti za makombora zikasikika pia zinaendelea kufanya mashambulizi, na mtikisiko wake ulikuwa unasikika wazi wazi, kuonyesha kwamba mashambulio yenyewe yalikuwa ni mashambulio yenye nguvu kubwa sana. Wewe ulichukua hatua gani na ulifanya nini wakati huo? Kutoka kukimbilia nje ya eneo la majengo ya kazini kwa ajili ya kuweza kutafuta njia na usafiri wa kuweza kukimbilia na kurudi nyumbani, ndio kitu ambacho iliwezekana. Ilikuwa ni siku ambayo ni ya pili baada ya kuanza vita, ni siku ambayo yalifanyika mashambulio mengi sana tena makubwa hapa katika mji mkuu Tehran. Katika shambulio hilo ambalo lilikugusa la karibu, hakuna mtu wa karibu aliyejeruhiwa au kuuawa? Hakukuwa na athari yote zaidi ya watu ambao wengine tu, hasa akina mama, wazetu, wanawake, ambao wengine walionekana kupata hali fulani ya mshtuko, kwa sababu shambulio halikuwa limelenga hasa hapo tulipokuwa sisi, lililenga maeneo ya kando ambako kulikuwa kuna vituo vya kijeshi. Athari bila shaka yote zitakuwa kama zilipatikana, ikiwa majengo hayo ya kijeshi yalikuwa watu bado wamo ndani yake, bila shaka yatakuwa ilisababisha maafa makubwa. Kwa sasa hali ya mashambulizi ikoje? Hali ya mashambulizi yanayofanywa na majeshi ya Marekani na Israel inaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Tehran. Unaweza ukashuhudia mashambulio yanafanywa katika wakati wa mchana kweupe, na wakati mwingine yanafanywa katika usiku, ikiwezekana hasa sana usiku mkubwa. Hili halihusiani na Tehran peke yake, ni katika miji mbalimbali. Ndivyo hali ilivyo hivi sasa, ingawa mazingira na harakati za watu zinaendelea kama kawaida. Kila baada ya kumalizika wakati wa kuingia magharibi, watu wanapomaliza kufuturu, wamekuwa na utaratibu wa kumiminika mabarabarani na kusanyika kuomboleza, na hali hiyo inayoshuhudiwa katika miji mbalimbali ya Iran. Wanasoma dua na vile vile wanatoa kauli mbiu mbalimbali za hamasa kutangaza uungaji mkono wao kwa kiongozi mkuu aliyeuawa Ayatollah Khamenei, kulaani Marekani na Israel, na kutangaza msimamo wa kwamba watasimama mpaka damu yao ya mwisho kukabiliana na vita hivi ambavyo wao wenyewe wanaamini kwamba ni vita vya kidhulma ambavyo vimeanzishwa dhidi ya Iran. Maeneo gani ambayo yanalengwa sana na mashambulizi? Inavyoonekana kwa sehemu kubwa sana maeneo ya kijeshi ndio ambayo yanalengwa katika mashambulizi hayo, na hayaishii katika upande wa vikosi vya ulinzi tu kama ni jeshi lenyewe au jeshi la walinzi wa mapinduzi, lakini hata vituo vya jeshi la kujitolea ambalo linajulikana kama jeshi la Basiji, na hali kadhalika katika vituo na maeneo mbalimbali muhimu ya polisi. Lakini mbali na sehemu hizo ni kwamba kama ambavyo siku ya kwanza ilishuhudiwa kwamba skuli ya wanafunzi wa msingi ilishambuliwa katika mji wa kusini wa Iran, Minab. Mfano wa hilo ni shambulio ambalo lilifanywa juzi katika eneo la mzunguko wa Azadi ambalo ni eneo maarufu la Iran. Kulifanyika shambulio moja kubwa sana ambalo athari zake zilitapakaa katika sehemu kubwa sana ya eneo hilo, na waathirika walionekana wengi kwamba ni raia wa kawaida, magari ya kawaida ya watu ndio ambayo yaliathirika. Na vivyo hivyo katika hospitali moja muhimu sana inaitwa hospitali ya Gandhi, katika kipindi cha siku 3 zilizopita lilifanyika pia shambulio moja baya sana, na ni hospitali ya watoto, na hata Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amelizungumzia sana tukio hilo. Mashambulizi haya yanafanyika wakati Iran nafahamu kuna msiba wa kiongozi mkuu. Shughuli za msiba kwa ujumla zinaendelea vipi? Kihistoria utakumbuka kwamba Iran ilipigana vita vya miaka 8 na Iraq wakati wa utawala wa Saddam Hussein. Kwa hivyo kwa namna fulani kumbukumbu zile kila mwaka Iran zinakuwa zinakumbushwa, hamasa ile wa Iran wanajikumbusha. Kwa hivyo kiujumla wanachukulia suala la wao kushambuliwa na kuvamiwa kijeshi kama kwamba ni sehemu ya maisha yao na mapambano yao. Ndio utaweza kushangaa kwamba sasa hivi vita vinaendelea, lakini wananchi hawahofu. Kila siku usiku, kike kiume, vijana, wazee, wote wanamiminika barabarani, wanaomboleza, wanatoa kauli mbiu za
kulaani mashambulio ya Marekani na Israeli na kumwenzi kiongozi wao. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba shughuli za maisha ya kila siku zimesita au hayo matayarisho ambayo yamepangwa, hata kulikuwa matayarisho yafanyike jana usiku yaanze ya kuanza kuaga mwili wa kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei, lakini shughuli hiyo ikaakhirishwa, na ilivyoelezwa kwamba tatizo kubwa ni umati kwa watu ambao walikuwa waanze kushiriki katika zoezi hilo la siku 3. Ikaonekana kwamba shughuli za kilojistiki na kuweza kushughulikia na kuwahudumia watu itakuwa gumu, ndio maana ikaamuliwa liakhirishwa hadi wakati mwingine. Kwa hivyo shughuli za maombolezo, shughuli za masuala mengine ya maandalizi ya maziko yamekuwa yanaendelea kama kawaida. Kwa raia wa kigeni kuna hofu gani? Raia wa kigeni ambao wapo wengi hapa Iran ni wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu vya Iran, na tokea siku ya mwanzo ya vita serikali ya Iran ilitoa tangazo la kutaka kuwepo na utayarishaji wa suhula za kuwafungulia njia wanafunzi wa kigeni waweze kuondoka bila matatizo hapa nchini kupitia njia za ardhini, hasa kupitia nchi kama Armenia na Uturuki ambazo zinaonekana kwamba ziko salama kwa shughuli hiyo. Kwa upande wa raia wa Tanzania, kumekuwepo na taarifa kwamba baadhi yao mapema sana waliwahi kuondoka, lakini hivi sasa kuna mawasiliano ambayo yameanzishwa rasmi baina ya Watanzania ambao sisi tupo hapa pamoja na ubalozi wetu ambao unashughulikia masuala ya Iran ambao uko katika muungano wa falme za Kiarabu Imarati, kwa ajili ya kuona ni namna gani tunaweza tukasaidiwa kwa ajili ya kuweza kuondoka hapa. Kwa hivyo raia wa kigeni mbalimbali kupitia balozi zao wamo katika harakati za kuondoka hapa na kuelekea kwenye mpaka wa Armenia kwa ajili ya kuendelea safari yao ya kurejea makwao. Kwa nchi kama Israel inaposhambuliwa ama kunapoonyesha ishara ya kushambuliwa, tunasikia ving'ora vya tahadhari vikilia. Sasa kwa Iran, je, kuna ishara yoyote ambayo mnapewa kama shambulio linataka kufanywa? Kwa bahati mbaya hali kama hiyo hapa Iran haijakuwepo kwa mtazamo wa kimatayarisho. Pahala kama Israel kuna kuwepo na sehemu maalum ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu kukimbilia mafichoni kwa ajili ya usalama wao, lakini hapa Iran sehemu kama hizo rasmi ni chache mno sana. Zaidi watu wanakuwa wanashauriwa kukimbilia labda chini ya treni za chini ya ardhi au metro kama zinavyojulikana, ndiko sehemu ambazo watu wanaambiwa kwamba labda waweze kuzitumia wanapohisi pengine yanapotokea mashambulio katika mazingira kama hayo. Lakini kwa watu katika nyumba za kawaida au katika maeneo ya kawaida ni kwamba sehemu kama hizo ni chache, na ndio maana katika muda wa siku 5 tu tayari takriban watu 1,000 karibu na 50 wameuawa katika mashambulizi haya ya kijeshi, na wengi wao ni raia wa kawaida. Nani anakaimu nafasi ya Khamenei kwa sasa? Kutokana na utaratibu wa katiba ya Iran, kuna jopo la viongozi watatu ndio ambao kwa sasa wanashughulikia kazi zote za uendeshaji wa nchi zilizokuwa ziko kwenye hatamu za kiongozi mkuu. Jopo hili linamhusisha rais, mkuu wa idara ya mahakama na mmoja wa maulamaa wa baraza ambalo linahusika na kushughulikia masuala ya katiba. Naam, ni mkazi wa Tehran Abdul Fattah Musa ambaye anashuhudia mashambulizi yanavyoendelea nchini Iran. Mudi Jongo umeguswa na taarifa hii, unasema unawapa pole wa Iran. Na Amani Mugonde unasema jamani, tunaomba wapatane ili hali hii iishe. Mbaraka Moshi unasema Iran na Marekani kaeni muza moja yaishe.